Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tunatoa mwongozo mwingine wa kufasiri ndoto kibiblia. Na tunafasiri leo ndoto ya kuona unapita kwenye maji mengi. Maana yake ni nini? Maji mengi katika tafsiri ya kibiblia ni majaribu. Ni majaribu. Kitabu cha Isaya sura ile 43 mstari ule wa 2 inasema, upitapo katika maji mengi nitakuwa pamoja nawe, na katika mito haitakugarikisha. Uendapo katika moto hautateketea, wala mwali wa moto hautakuunguza. Kwa hiyo ndoto zote unazoota unapita kwenye maji mengi katika ulimwengu wa roho sio nzuri, ni ishara ya majaribu. Lakini hayo majaribu yana level. Kama hayo maji yako kwenye magoti, hayo sio majaribu makubwa sana. Lakini kama maji yameshavuka magoti yako kwenye kiuno, hilo jaribu ni kubwa. Yako kwenye kifua ni kubwa. Yako shingoni ni karibu linakumeza. Sasa kwenye ulimwengu wa roho anajaribu kukupatia picha ya kukuonyesha mwenendo wako katika pito lako. Lakini pia ukiota unapita kwenye moto na hauungui, maana yake utapita kwenye majaribu, lakini hao majaribu hayatakuangamiza. Ukiona unapita kwenye maji machafu ni ishara mbaya, ni unapita katika hali ya dhambi sana. Ukiona unakunywa maji katika ulimwengu wa roho ni ishara ya Roho Mtakatifu. Ukiona unamwagiwa maji masafi sana ni ishara ya Roho Mtakatifu, kwa sababu kuna wakati Roho Mtakatifu pia anaitwa maji yaliyo hai. Katika kile kitabu cha Yohana sura ile ya 7 mstari wa 37 itasema kwamba mtu akiniamini mito ya maji yaliyo hai atatoka ndani yake, chebichebi. Kwa hiyo baraki Roho Mtakatifu kuna wakati mwingine anafananishwa kama maji, lakini saa nyingine Roho Mtakatifu anafananishwa kama mwananjiwa mweupe. Mwananjiwa mweupe wakati Yesu alipokuwa anabatizwa katika mto Yordani, yule mwananjiwa mweupe alitokea, ni mfano wa Roho Mtakatifu akisema, huyo ni mwanangu mpendwa wangu, msikilizeni, naye pendezwa naye msikilizeni. Wote hao wana ishara hizo. Lakini ndoto nyingine ni kuona mawingu. Mawingu ni uwepo wa Mungu. Umekuwa ukiomba unaona mawingu mawingu meupe sana, tembea kwenye mawingu meupe, ni uwepo wa Mungu. Israeli walipokuwa wanatoka utumwani huko Misri, wakiwa njiani walikuwa wanaongozwa kwa wingu na nguzo ya moto. Kwa hiyo usisahau wingu ni uwepo wa Mungu. Lakini wingu jeusi sana ni ishara mbaya, ni hasira ya Mungu, au aidha ni ghadhabu ya Mungu inataka kushuka. Moshi mweupe ni uwepo wa Roho Mtakatifu. Inaonyesha uwepo wa Roho Mtakatifu, uwepo wa nguvu za Mungu katika eneo husika. Kwa hiyo umekuwa ukiona hivyo. Lakini kuna mwingine amekuwa akiona upinde na anashindwa kufasiri upinde ni nini. Unapokuwa naona upinde. Upinde katika ulimwengu wa roho, ndoto za namna hiyo ni ishara ya agano. Mungu anakukumbusha agano lake alilofunga kati yako wewe na yeye. Ukisoma katika kile kitabu cha Zaburi ya 50 kwenye ule mstari wa 5 kuendelea, anasema kwamba nikusanyieni wacha Mungu wangu waliofanya agano na mimi kwa njia ya dhabihu. Kwa hiyo aidha kuna agano Mungu amefunga na wewe kwa njia ya dhabihu, au mzazi wako alifunga agano na Mungu kwa ajili yako. Kwa hiyo Mungu anajaribu kukukumbusha agano lake. Na unafahamu Mungu aliweka upinde wa mvua kama ishara ya agano kati yake yeye na Nuhu. Baada ya Nuhu kushuka katika ile safina, basi alivyomchinjia Mungu sadaka nzuri zenye kupendeza, basi Mungu akasikia harufu nzuri, akaleta ule upinde wa mvua wenye zile rangi 7. Akasema, naweka upinde kati yangu na wewe, sitaangamiza tena kwa maji wala kwa moto. Kwa kama umekuwa ukiona pia upinde ni ishara ya agano, lakini pia upinde tena ni ishara ya uwepo wa Mungu, kwa sababu kiti cha enzi cha Mungu kimezungukwa na huo upinde. Na ukisoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura 4 wameeleza zaidi. Kwa hiyo ni ishara ya uwepo wa Mungu, lakini ni ishara ya kiagano. Kuna agano ambalo lipo kati yako wewe na Mungu, au kati yako au kati ya eneo na Mungu. Eneo ambalo lipo. Kuna tofauti ya kuona upinde umefunika eneo na kuona upinde umekufunika wewe. Ni tofauti pia. Kwa hiyo kama umekuwa ukiona hivyo, nafikiri sasa tumefasiri. Lakini kwa nini tunafasiri hivyo? Ni ili uweze kupata mwongozo, kwa sababu ni vitu vingi vimekuwa vikionekana. Wakati mwingine umekuwa ukiomba unamuona mwana-kondoo mweupe anakuchungulia, ni Yesu. Yesu anaitwa mwana-kondoo wa Mungu. Wakati Isaka alikuwa anatolewa sadaka katika mlima Moria na baba yake. Sasa anafananishwa na Yesu. Alimwambia mtoto wake, Mungu atajitwalia mwana-kondoo.
kwa ajili ya sadaka. Wakati Isaka alikuwa anamuuliza Abraham kwamba baba, sasa mbona hatuna mwanakondoo, alimwambia kwamba Mungu atajitwalia mwanakondoo. Kwa wakati mwingine umekuwa ukiona vitambaa vyenye picha ya mwanakondoo katika ulimwengu wa roho, lakini ulikuwa uelewi ni nini. Na kuna baadhi ya makanisa mengine wanasema salamu zao mwanakondoo ameshinda. Maanake ni Yesu, Yesu ameshinda. Kwa hiyo umekuwa ukimuona mwanakondoo sana kwenye ulimwengu wa roho, mpole anakuangalia, umekuwa unasema hapana, mimi nataka simba kabila la Yuda. Ni Yesu tu, lakini Yesu ana namna nyingi anavyojifunua katika maono. Anaweza akajifunua kama mti katika maono. Yesu ni mti wa uzima. Anaweza akajifunua kama kondoo. Yesu ni mwanakondoo wa Mungu. Anaweza akajifunua kama mchungaji. Yesu ndiye mchungaji mwema. Yuko katika kitabu cha Isaya, kitabu cha Yohana sura ile ya 10. Anasema mimi ndimi mchungaji mwema na kondoo wangu wanaijua sauti yangu. Lakini anaweza kujifunua kama maji yaliyo hai. Kwa katika kitabu kile cha Yohana sura ile ya 4, alimwambia ule mwanamke kwamba mimi nina maji ambayo nikikupa utasikia kiu tena. Lakini anaweza kujifungua kama mwamba. Kule kwenye kitabu cha Wakorintho wa kwanza inasema kwamba ule mwamba ulikuwa ni Kristo. Kwa hiyo kuna wakati saa nyingine anajifunua kama mwamba. Kwa hiyo anaweza kujifunua kama simba wa kabila la Yuda. Anaweza akajifunua. Yani Yesu anajifunua kwa namna nyingi sana ambazo sisi tunavyokuwa tunafasiri hivi lazima uelewe. Kwa mfano ukiona maono ya Biblia inakutokea, maanake ni Mungu. Ni Yesu mwenyewe yule. Neno ni Yesu mwenyewe. Anaweza akajifunua kwa chakula. Yesu ni chakula cha uzima. Kwa hiyo kuna namna anajifunua kwa namna tofauti tofauti. Wewe unaweza ukaona unatokewa na askofu kafikiri ni askofu, kumbe ni Yesu. Yesu ndio mchungaji mkuu. Sasa ni Yesu anakutokea. Wakati mwingine umekuwa ukimuona kondoo, ni Yesu anakutokea. Umekuwa unamuona simba, ni Yesu. Simba ni Ufunuo Yohana 5:5. Anaeleza ni simba kabila la Yuda, ni Yesu huyo. Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo vinamfunua Yesu katika maono. Kwa hiyo tunavyoeleza hivyo, naona sasa utapata picha kwamba unapokuwa unaona hivyo mawingu ni nini. Lakini ndoto nyingine ni ndoto za kuota unapaa. Kuna kitu kinakukimbiza lakini unapaa. Kupaa sio ishara nzuri. Ni kwamba vita yako wewe ni baina ya Lucifer na wewe. Na Lucifer alifanya vita na yule mwanamke. Kisoma kitabu cha Ufunuo Yohana sura ya 12 wameeleza zaidi. Kwa hiyo ukiona unaota ndoto unapaa usiku, vita yako ni kati yako wewe na Lucifer, yule shetani. Ufunuo 12 wameeleza zaidi. Kuanzia mstari ule wa 14 mpaka wa 18. Anasema yule mwanamke akapewa mabawa akaruka. Kwa hiyo mwanamke katika maono anamaanisha ni kanisa. Mwanamke baba picha ya kanisa. Lakini sasa ukiona anaruka maanake yule joka alikuwa ni shetani, mwanamke alikuwa baba fasiri ya kanisa. Kwa hiyo joka alikuwa anapambana na kanisa. Akaruka. Kwa hiyo katika ulimwengu wa roho ukiona umefanya maombi afu kalala ukaona unakimbizwa alafu wewe ukapewa kupaa, maana yule anayekukimbiza vita yako yani ni ya hali ya juu sana. Yani anayepambana na wewe ni shetani mwenyewe kabisa, wala sio mapepo wala majini. Hao ni watendakazi wake tu, lakini ni yeye mwenyewe. Na ndio maana Mungu amejaribu kukuonyesha ulinzi aliyokuwekea ulivyo mkubwa sasa, kwamba unaweza kukuruka na yeye hawezi kuruka. Kwa hiyo ni ishara ya ushindi. Lakini ukiota umepiga kiumbe chochote kwenye ulimwengu wa roho kiwa ni ishara ya ushindi. Kuna mwingine anaota amepigana na mbwa mpaka amemuua, ni ishara ya ushindi. Mwingine amepiga nyoka mpaka amemkata kichwa, ni ishara ya ushindi. Lakini ukiona umepigana na kitu chochote kwenye ulimwengu wa ndoto na kile kitu haujakiua, umekikakuumiza, maana yake kimekuingizia jeraha na umekiacha hakijafa, maana yake vita yako bado ni kubwa. Unatakiwa uendeleze maombi sana, kwa sababu kile kitu kama haujakiua, elewa bado kwenye ulimwengu wa roho bado kina hasira na wewe na bado kitakuja tena. Kwa hiyo omba sana, na ujue kwa nini ninatoa fasiri hizi katika siku hizi za mwisho. Huduma ya mwisho ambayo itapelekea unyakuo ni huduma ya maombi. Na unapoomba kwa muda mrefu, Mungu atazungumza nawe kwa maono, Mungu atazungumza nawe kwa njia ya ndoto. Kwa hiyo ni vizuri uwe unasikiliza sana hivi vipindi ili akizungumza uelewe ni yeye. Usije ukaona ni askofu anakutokea ukaona ni yeye wa kwenu, hapana, ni Yesu mwenyewe ndiye mchungaji mkuu. Usije ukaona kondoo ukaanza kukemea, hapana, ni Yesu mwenyewe. Usije ukaona mawingu kaogopa, kwa nini mawingu yananifunika? Ni uwepo wa nguvu zake, ni yeye mwenyewe. Kwa kuna vitu vingi ambavyo nimevielezea hapo vitakusaidia. Kwa kala sijamaliza, kama una mengine ambayo umeyaota na haujayaona katika kundi nilolielezea, basi unaweza kutumia namba zilizoko hapo, ukanitumia message au ukanishirikisha tukaomba pamoja,
au nikakupatia mwongozo kidogo kwa yale ninayojua Roho Mtakatifu atakavyonifunulia, lakini mengine tutaendelea kufundishana. Hata mimi mwenyewe bado niko kuendelea kujifunza. Kwa hiyo ninaomba mahali popote ulipo ufunge macho, tuombe na wewe kwa dakika chache ili tukuweke mkononi mwa Mungu, na tunaombea sasa usikivu wako wa ndani. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru kwa ajili ya mtazamaji wetu. Tunaombea masikio yake ya ndani, usikivu wake wa ndani. Tunaomba ufunguke Bwana. Tunaomba sasa katika jina la Yesu, ondoa ile roho ya kusahau kitu mtu alichoota. Tunaifunga hiyo roho na kuipoteza kuanzia sasa katika jina la Yesu Kristo. Wapo watu wengi wamekuwa wakiota ndoto afu wanazisahau zote. Baba, roho ya kusahau tunaikemea kabisa. Tunanyunyuza damu ya Yesu juu yake, kuanzia sasa ataota na atakumbuka. Tunaachilia mfumo wa kumbukumbu ukapate kurejea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, wewe ni mkumbushaji, naomba ukamkumbushe yote katika jina la Yesu. Naombea macho yake ya ndani yapate kuona, naombea masikio yake ya ndani yapate kufunguka katika neno na katika tendo, na kila unachomuonyesha akikumbuke sawa sawa. Katika jina la Yesu ninamfunika mahali alipo. Amen. Basi unaweza kutumia namba hizo kuwasiliana na sisi, au kama una sadaka kuchangia kipindi hichi kiendelee kuwa hewani, basi utatuma kupitia namba hiyo na utasaidia kazi ya Mungu kufika mbali, na Mungu atakubariki sana mahali ulipo.